hatua namba moja, ameijua dhambi. Kwa sababu angekuwa haijui dhambi, angeifanya katika namna ya kawaida. Kwani kuna shida gani nikilala na wanaume 100? Si ni mimi? Kwa hiyo ni kawaida. Ni kawaida. Sasa hizi ni hatua ambazo zinamtaka mtu aweze kutoka. Na hii ndio kile ambacho tunaona kwamba mtu anasitisha ule uchafu. Akisitisha kwa yule anatubu, akishatubu anafikiri anaenda yuko salama. Hapana. Matokeo yake mbele anaanza kukutana na mitego ili naanza kutega. Yaani tukizungumza habari ya kutoka kwenye hatua, tunazungumzia mzizi kung'olewa. Kitu kinaitwa roho iondoke, isiishi ndani ya yule mtu. Na roho ikiondoka, kitu kitakachoonekana ni kukinai tendo lile ambalo nilikuwa na niona na kawaida, mpaka nikabadilisha staili za matumizi. Kubadilisha staili za matumizi ni kwa sababu nafsi yangu bado imeshikwa pale. Kwamba kama sijaoa wala nisielewe kama kuna vitu kama hivi. Na kama sijaolewa nisielewe kama kuna vitu kama hivi. Na kama nilikuwa nimeolewa labda nikaishi kama iko vyovyote vile katika maisha. So mwanamke amepewa tamaa yake hiyo kwa mume wake. Kwa hiyo ni ruksa ukiwa umeolewa. Ni ruksa ukiwa hivi. Lakini watu wanabakia kwenye ile hatua. Halafu wanakuwa wazinzi na waasherati hata wakiwa na waume zao. Kwa hiyo mtu ataonekana ana heshima yake. Anatembea barabarani anaheshimika kwamba huyu ni mke wa mtu, huyu ni mume wa mtu. Kumbe ni malaya. Ni malaya. Ni kahaba. Mbele za Mungu ni mchafu. Hadi sana anapewa heshima. Lakini mbele za Mungu ni mchafu. Hastahili wala hafai. Hatua. Kutoka hatua chini ya hapana. Hatua zina jinsi yake ya kutoka. Kwa hiyo tunaona ile hatua ya kwanza ni kuijua dhambi. Lakini kuijua dhambi bado naweza kubadilisha matumizi. Nimesema kulia zina tu, ni vile sina nafasi ya kusema. Ningeenda kwenye wizi, ningekufunulia hizo. Hata kwenye wizi ningekufunulia na ukaona kabisa mimi mwizi. Hata kama nilikuwa naiba zamani navunja nyumba za watu nikasema nimeokoka. Nilikuwa mwizi sasa nimeokoka. Lakini nikajigundua kwamba hata sasa ni bado mwizi. Ila sijavunja nyumba ya mtu. Wizi kwa aina nyingi, lakini siwezi kuelezea kwa sababu nataka kuruhusu. Kwa aina nyingi sana. Sana. Na wizi ambao umeonekana kwamba si wizi, na kila mtu ambaye aliokoka anaona kwamba ni sawa, ni wizi ule ambaye watu wamechukua ngazi wakapanda mpaka mbinguni kwenda kumibia Mungu. Yaani kushindwa kuondoka kwenye hatua ya kwanza kuna panua wigo wa matumizi ya uovu katika maisha yako. Kujua wizi ni dhambi, nikasitisha kubakura watu njiani, ama nikasitisha kuvunja, lakini sikuacha, nitaiba kwa staili nyingine. Ziko staili nyingi tu. Ziko staili za kurudishiwa chenchi kazi. Ziko staili za kukuta hela mahali. Ziko wizi kwa mwingi sana. So kufika hatua ya kujua hiki si chako, wiki iliyopita ndio tulisema hivi kwamba akili inakwambia, ubongo unakwambia kwamba hiki si chako. Sasa mpaka ubongo huo unafanya kazi, hiki si chako, usichukue, ina maana ile roho haikai tena ndani yako. Wiki iliyopita tulizungumza na kuna nilizungumza kwa upana sana. Lakini kama ubongo utasema hichi ni chako, waweza kuchukua, kuna roho ya ndani yako. Waweza kuchukua. Hii unatakiwa kutoa, lakini unaweza usitoe. Yaani kisikia vitu vya namna hiyo ndani yako, iko roho inakaa.
anatakiwa kutoa fungu la 10. Lakini sasa kuna ile unaweza kutoa wakati mwingine. Iko roho ya wizi ndani yako. Wewe ni mwizi. Tofauti yako ni kwa sababu wewe unaiba kanisani, yule mwingine anaiba benki. Wewe unaiba kanisani, yule mwingine anabakura watu pochi barabarani. Lakini sote tuko kwenye fungu moja, wezi. Kwa sababu ile roho ikikaa tu ndani yao, huku system ya ndani inafanya kazi tofauti ambayo sasa nielezea. Ndio maana sasa tunafika kwenye hatua kuona kwamba hii system iliweza kufanya kazi vizuri. Hiyo sasa hatua hii ya kwanza natoka naingia hatua ya pili, kwa sababu hatua ya pili inanipa mimi kuchukua hatua. Sasa kuchukua hatua siku unajua kusitisha, labda nielezee hichi kwa kifupi. Kusitisha maana yake ulikuwa unafanya hivi na tunasitisha kuanzia sasa. Hatuna maelezo. Kwa hiyo utasimama sasa. Usimame naweza ikawa ni kwa muda fulani. Kwa hiyo baadaye kuna kitu kitafanyika. Ndio maana kusitisha. Na kitu kinaweza kufanyika, ama kuna mazungumzo yakafanyika, ama kuna hiki na kile, alafu kukaendelea. Hiyo ndio kusitisha. Sasa mimi naacha kabisa, kwa sababu kile kilichokuwa kinanifanya mimi nifanye hicho hakipo tena ndani yangu, ama kinatakiwa kisiwepo tena ndani yangu. Sasa kutokuwepo ndani yangu, hivyo ndivyo ambavyo kanisa linatakiwa kuonekana ama kuwa mbele za Mungu. Sasa hatua nimetoka hapa, nasema habari za mtu aliyeokoka, anayeokoka sasa ndio anaingizwa ndani ya Kristo Yesu, ndio anatakiwa aanze hatua hiyo. Lakini leo hii sasa watu tuko ndani ya kanisa, lakini bado hatua hizi tunatakiwa kuzifanya tena, kwamba ni hatua ambazo tunatakiwa kuzifanya ama watu wanazifanya. Ndio maana kila siku watu inabidi wanakuwa kwenye hali. Mimi sisi tusijikague, tunajikague, lakini kuna dhambi ambazo nakumbuka nilifundisha nikasema kuna dhambi hatutakiwi kuzungumza habari ya dhambi sasa hivi. Hatupashi. Kwa sababu kuzungumza habari ya dhambi ni kukaa kwenye kiwango cha watu ambao hawajaokoka. Sasa kama mimi nimeokoka alafu bado tunazungumza habari ya dhambi, ina maana ile hatua ya kwanza mimi sijaondoka hapo. Niliongoka sala ya toba nikabaki hapo. Haijalishi nikaa miaka mingapi. Chochote nilichokuwa nasikia cha mafundisho nikikipokea kilikuwa hakiendi kikafika mahali kilikusudiwa kufika, hata ndipo kiweze kuleta badiliko ama kuweza kitu mimi kufanya maamuzi, hata niweze kufanya kitu, ndipo sasa nianze kuona ule mwendo unaanza kugeuka, inakuwa haijafika pale. Sasa kwa jinsi hiyo, hii hatua ya pili na kuwa nipo hapo katika hatua ya pili, kwa sababu ni mahali panaponitaka nianze kuchukua hatua. Lakini hiyo hatua lazima niwe nimeelewa ni hatua gani natakiwa kuchukua. Siku zote wanasema sisi tuliokoka ni wepesi kukimbilia toba, tukaacha maungamo. Toba itakupa kusitisha, lakini haitakupa kuacha. Maungamo utakuwa unashughulika na kuzungumzia kisababisho cha mimi kuwa hivi nilivyo, na kile kisababisho ndicho kinachotakiwa kushughulikiwa. Sasa hicho kisababisho kikishughulikiwa, ndio naweza nikaachana na hicho kitu, naweza kuachana na hicho kitu. Kwa hiyo ni hatua gani natakiwa kuchukua? Hapo ni mahali pa kupause. Niliandika hapa nikatoa mfano wa Naomi ambaye nilisema. Nikasema Naomi alisimama hapa mbele siku ya Jumapili akisema, nimejua kuwa Mungu hadihakimu. Nakumbuka hiyo. Nimejua kwamba Mungu hadihakimu. Sawa. Kwa hiyo mimi sasa nasema sawa. Naomi amefahamu kwamba Mungu hadihakimu. Ni kweli kabisa hadihakimu. Nimetambua hilo, ama ametambua hilo yeye. Swali kwa Naomi kutoka kwa Mungu sasa ni nini? Swali. Je, sasa nataka ile jina kwa sababu ndio alikuwa amesema sana, nataka niweke tu vizuri. Sasa
Naomi, unatakiwa ufanye nini? Hapo ndipo Naomi alikuwepo siku hiyo wakati akisema maneno yake. Alikuwa hapo. Alitambua kitu, akaelewa kitu, lakini akawa yuko hapo. Sasa natakiwa kufanya nini? Sio kwamba alitambua kwamba Mungu hadihakiwi, kwa hiyo yuko huru. Na sijui kitu gani kama alikuwa anasema kwamba Mungu hadihakiwi. Alimdhihaki Mungu na nini? Hata sasa ndo amejua kwamba Mungu hadihakiwi. Kwa hiyo mpaka akaona nini, Mungu akisema nini, na yeye akajua kwamba Mungu hadihakiwi. Hicho ambacho alichokuwa amekifanya kilikuwa ni nini? Hata akajua kwamba Mungu hadihakiwi. Kwa hiyo sasa anatakiwa afanye nini? Hiyo ndio hatua, ili asije akamdhihaki tena Mungu. Sasa mimi kuingia kwenye toba sio issue. Natakiwa, ili swali ndio lipo kwetu, natakiwa nifanye nini ili kile ambacho ndio mimi nakifanya nikimkosea Mungu kisifanyike tena. Sasa hapo tunahama, hatuko kwenye kusitisha kwamba ili niweze kuachana na hichi kitu. Sasa inategemea ni dhambi gani, nguvu gani na nini kufanyike baada ya kutambua kuwa Mungu hadihakiwi. Kwa hiyo jibu analo mtu kutokana na maamuzi atakayokuwa anachukua yeye. Hatua hii ni kwamba bado hata sijaanza safari. Bado niko pale. Hii ni hatua ya kuwa ulikuwa unatembea, yani ni hatua ya kutambua kitu. Ni hatua ya kutambua kitu kwamba nilikuwa natembea ama nilikuwa nafanya kitu hivi. Nilikuwa natembea kwenye barabara ambayo sio. Kwa hiyo ghafla nikasimama, nikaanza kutafakari. Hiyo ndio hatua mtu aliyo. Mimi nilikuwa naenda, naona niko sawa, nikaelewa kitu nikashika. Kwa hiyo nikaanza kutafakari ili nichukue maamuzi, na maamuzi hayo ndio yao yatanipeleka mahali ninatakiwa kwenda ama kwa jinsi ninavyotakiwa kwenda. Kwa hiyo ninapokuwa na tembea kwenye barabara hivyo, nikisema kwamba nilikuwa naenda kwenye njia mbovu na sasa nimetambua, na baada ya kutambua nikasitisha safari, nikasimama. Kwa hiyo nimesitisha mwendo wangu wa kwenda, lakini niko kwenye barabara ile nilikuwa natembea naenda, si ndio? Sijaondoka. Hii ndio barabara ya dhambi, ndio nilikuwa naenda nayo na nilikuwa natembea, lakini katikati nimesikia, nimeelewa, nimesikia haya mafundisho ama nimesikia Roho Mungu amesema ama kadhalika, ikagusa moyo wangu, nikasimama, nikasitisha mwendo wangu. Lakini nimesimama wapi? Si pale kwenye barabara ile ya dhambi. Kwa hiyo bado sijaanza safari. Kwa hiyo niko pale kwenye eneo ambalo tunaliita ni hatarishi juu ya maisha yangu ya wokovu. Kwa hiyo nakuwa nimesimama pale, nimesimamishwa tu na kile ambacho ili niweze kutafakari zaidi na kuona sasa natakiwa kufanya nini. Ndio maana nasema pale kwamba je, nichukue hatua gani? Kwa hiyo sasa ninaposimama na kuanza kutafakari, maswali ya kujiuliza sasa ni haya: je, ni kitu gani hicho kilichonisimamisha? Kwa maana yake sasa hapa ndio sasa tunaangalia namna gani ya utendaji unavyotakiwa kufanyika. Sio nimesimama tu. Kwa hiyo mimi nikisitaki tena, nikisema lazima nitafakari kile nilichokisikia kwanza kikanifanya mimi nisimame. Maana yake nikitafakari vyema kitanipa nafasi ya jinsi ya kuondoka hapa. Nikitafakari vyema kitanipa nafasi ya jinsi ya kuondoka hapa. Ni kitu gani hicho kilichonisimamisha mimi mpaka nilikuwa naendelea na pilika zangu, lakini nimefika mahali nikasimama. Sasa kitu gani kimenifanya nisimame? Na je, ni nini hiyo ninayotafakari? Kwa hiyo nina mambo mawili hapa.
Hizi jamani ni hatua ambazo huwa zinafanyika na zinatakiwa zifanyike. Sasa ile kuru yetu ndio jamani, nasikia jamani huyu sasa jamani huyu sasa. Mbona kila siku anaanguka? Mbona kila siku? Yana ijua dhambi, sawa. Lakini kwa sababu yuko pale, sio shida yeye kufanya ile dhambi tena. Lakini sasa mimi nataka kujua hichi kilichonisimamisha ni nini? Nilikuwa natembea, lakini sasa nimesikia kitu. Natakiwa kwanza kukitafakari hicho ambacho ndio nikisikia. Kwa sababu gani nikitafakari? Kwa sababu ndio kilizuia mimi kuendelea mbele. Kilinizuia. Na hicho cha pili ni kwamba sasa hicho ninachokitafakari nikifahamu ni nini. Kuna kutafakari neno na kufahamu neno unalotafakari. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Naweza nikawa natafakari neno, yaani kama natafakari neno, unafahamu neno nalo nitafakari? Unafahamu neno nalo nitafakari? Kutokufahamu neno ninalotafakari linazuia lile neno lisifanye kazi kwangu, hata kusababisha kile kilichokuwa kimekusudiwa kufanyika kupitia hicho nilichosikia hata nikasimama kiweze kufanyika. Ndio maana nakuta mtu leo atasikia neno litagusa moyo, kwa kushindwa kujua anatafakari nini. Kesho baada ya wiki, siku hiyo atatembea kama mtakatifu, siku hiyo atalia sana. Wiki hiyo utamwona kabisa kwamba siku fulani imebadilika. Subiri wiki ya pili. Wiki ya pili ama mwezi wa pili utakuwa tofauti, kwa sababu hakujua alichokuwa anatafakari ni nini. Na kwa sababu hakujua alichokuwa anatafakari ni nini, uweza uliopo katika kile ambacho alikisikia kikamsimamisha, inakosa nguvu ya kufanya kazi kwake, hata ndipo aweze kuondolewa katika nafasi hii. Hii tunasema hatua ya pili, aweze kutoka hapo. Kwa hiyo huyo mtu anabaki hapo. Ile ni eneo lingine linashikilia watu wengine. Ili ni kundi la pili sasa. Kundi la kwanza wako pale tulikosema. Kundi la pili wako hapo wamesimama. Wamejua ni dhambi. Wale wa kwanza wanajua ni dhambi, lakini wako hapo. Hapo wa pili wanajua ni dhambi na wamesikia kitu. Masikio yakawasha, wakasitisha safari, lakini wamebaki hapo. Kubakia hapo bado kunaleta shida, kwa sababu bado hakujafanya kitu katika maisha yangu. Kwa hiyo natakiwa nijue kwamba hii inamaanisha, yaani nijue kwamba nini ninachokitafakari, kitu gani hicho kilichonisimamisha na ni nini ninachokitafakari. Unajua, ukijua kilichokusimamisha na ukajua unachokitafakari, utajua namna ya kutoka hapo. Watu tunashindwa, ndio maana nasema kwamba unakuta leo mtu ameinuka, kesho ameanguka. Leo ameinuka, kesho leo yuko hivi, kesho anasumbua. Leo yuko hivi, kesho anasumbua. Kwa sababu hajui namna ya kutoka hapo. Kwa hiyo yeye maisha yake ameshayajengea uhalali ni wa kila siku kumwambia Mungu, sasa tena nishaanguka. Sasa Bwana usinisamehe. Kwa sababu hawezi kuishi. Yaani hana uwezo ndani yake wa kumwezesha kuishi, kwa sababu eneo aliloko ni bovu. Eneo aliloko ni bovu. Kwa hiyo hii ni kundi la pili, ambapo hii inamaanisha kuna kitu nimegundua hapo na sijaanza safari bado ya kuondoka hapo. Hata kugeuka sijageuka, bado nimesimama natazama ule mwendo, manake naweza nikaendelea baadaye. Nikiona sielewi haya ambayo yamenisimamisha, naendelea. Kwa hiyo je, ni kitu gani nimegundua hata nisimame? Kwa sijaanza safari, natakiwa nitambue ni kitu gani nimegundua hata nisimame. Hapo ndipo sasa utaka kujua nini nilichogundua mpaka nimesimama. Sasa kunatengeneza umakini, unaanza kutengeneza umakini sasa ndani ya mtu wa kuanza kufuatilia jambo kama ni dhambi hivyo, kwa namna alivyokuwa anaishi. Anaanza sasa kutembea kwenye maisha. Mwisho wa kwisha mtu anakuja kupata source, anakuja kupata chanzo. Tunazungumza habari ya kung'oa mzizi. Si Bwana ndio kutembea na sisi. Kwa hiyo nimegundua
yaani ni kitu gani nimegundua hata nisimame? Maana kugundua kitu unaweza bado kaendelea na safari huku ukiwa bado unatafakari. Sasa watu wengi, kuna wale waliosimama wamesitisha safari, lakini wamesimama bado hawaelewi kwa nini wamesimama, na kuna wale ambao walisimama mwisho wakaona si niendelee tu na safari mdogo mdogo nikiwa bado natafakari. Kwa hiyo wanaendelea na safari, mwendo wa wokovu umepungua speed. Kwa hiyo unaanza kuona mtu anarudi nyuma, hata kama alikuwa katika hali gani, unaanza kumuona anaanza kurudi nyuma kidogo. Anaendelea tu pole pole, anatafakari, anaendelea akiwa anatafakari. Na anapoendelea mbele ndivyo anapoendelea kuingia kwenye uharibifu zaidi. Akiwa bado anaitafakari hiyo dhambi, alafu anaingia ndani ya hiyo dhambi anayoitafakari. Kwa hiyo lakini nilichogundua kimenitaka nisimame. Nitarudia. Je, ni kitu gani nimegundua hata nisimame? Maana kugundua kitu unaweza kuendelea na safari huku ukitafakari, lakini nilichogundua kimenitaka nisimame. Sasa hapo ndio mtu anakuwa na swali, hapo unaanza kufanya utafiti. Ukisikia kujikagua, ndio unaanza kutengeneza mazingira ya kufanya utafiti wa kukagua nyendo zako, mwendo wako, maisha yako na kadhalika. Hivi nasema haya, hizi ni siku zinatembea. Sio kitu cha saa moja ama cha siku moja. Sema kwamba nitakaa na kuingia kwenye maombi siku 3 nifanye hiyo. Hapana, huu ni mchakato wa maisha. Ni maisha unavyoishi. Hapa tokea hatua ya kwanza nimesema mpaka hatua ya pili. Kuna mtu ana miezi 6 hapa. Kuna mtu mwingine ana mwaka mzima hapa. Kwenye hizi hatua mbili tu. Miezi, wengine wana miaka 5 wamekaa. Hizi hatua mbili. Bado wako hapo wanacheza na kuna maneno. Kwa sababu nilichogundua kinahusu kile ninachokifanya sasa. Kwa hiyo hilo swali la kuuliza kwa nini? Jibu ni kwamba kilichonifanya nisimame, nimegundua kitu kinachohusiana na maisha yangu ya sasa. Sasa ni nini ninachotakiwa kufanya uchunguzi? Ni maisha yangu sasa. Kwa hiyo naanza kuingia kwenye utafiti wa maisha yangu. Naanza kuingia kwenye utafiti wa maisha. Hapo sijaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba na kumuuliza. Bado. Kwa hiyo inanilazimu sasa nisimame, maana kuna maamuzi natakiwa nichukue. Hapo ndipo alipokuwa Naomi sasa. Nilikuwa namalizia ile hapo ndipo alipo Naomi sasa. Yaani ile siku ya Jumapili akisema Naomi, hii ndio sura sasa. Unaona mtu alikuwa hapa. Sio kwa nini nipo mfano nipeleka. Hatua hii itaniingiza kwenye hatua nyingine. Kwa maana yake nini? Kwamba sasa hii nafasi ya mwisho tunaizungumza kwamba nilichogundua kinahusu maisha yangu ya sasa, na haya maisha yangu sasa, kwa sababu nilikuwa kwenye mwendo wa maisha na mwendo wa maisha ukasitika. Kwa hiyo nilipositisha, ina maana kuna kitu natakiwa kufanyia kazi. Kuna kitu natakiwa nikifanyie kazi. Sasa mimi mwenyewe ndio natakiwa sasa nichukue hizo hatua sasa. Kwamba hicho ninachotakiwa kufanyia kazi, nianze kupita kwenye maisha yangu na kadhalika. Kwa hiyo hatua hii itaniingiza kwenye hatua nyingine ambayo ni namba 3, ambayo hatuwezi kuiangalia leo. Kwa sababu nilikuwa nataka tufike mpaka hatua 4, lakini hatuwezi, ndio mgumu. Kwa hiyo itaniingiza kwenye hatua 3. Kwa hiyo tumeanza kuona kwamba tuna hatua 2 ambazo zinahusu mtu aliyeokoka ambaye hajaanza kutembea kwenye maisha ya wokovu, bado yuko kule mwanzo. Lakini huyo mtu yamkini ana miaka 10 ama 5 ama 15 ama ana miezi ama ana mwaka ama ana siku kadhaa kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunatamani tuvuke hizi hatua zote. Hii hatua niliwapo kwenye ile hatua ya kwanza. Nikasema kutafakari, umeelewa nini? Lakini ya pili pia tafakari tu. Je, ukiangalia maisha yako ama mimi nikiangalia maisha yangu, ninaona nini
ambacho natakiwa kufanyia kazi kwenye maisha yangu. Hiyo inanihusu mimi kutafakari. Ni kitu gani mimi nikipita kwenye maisha yangu nakiona kwamba kinahitaji kazi, nikapata nafasi nyingine ya kutafakari. Sijaanza safari ya kutoka hapo mahali, nikatafakari ili niweze kuona ama niweze kupata kujua namna gani ya kutoka. Kama kuna mahali ambapo mimi nimeshikiliwa, basi niweze kutoka mahali hapo kwa namna inavyotakiwa mtu kutoka. Niweze kutoka kwa namna inayotakiwa mtu kutoka. Hiyo ni hatua ya pili. Nimegundua kitu, nilikuwa kwenye safari hiyo. Hatua ya kwanza nilielewa, hatua ya pili nimegundua kitu kinachohusu kile ninachokifanya sasa ama maisha ninayoishi sasa. Hizi ni hatua gani? Ni hatua ambazo unaposikia neno ama unaposoma mahali ama unaposikia neno, unaposikia mafundisho, unaposikia mahubiri, whatever, lakini unasikia hukumu ndani ya moyo wako juu ya kile ambacho kimesema. Hapo unajua nini? Natakiwa nisimame. Hiyo safari nilikuwa naendelea nayo sio sahihi. Yaani nikisema safari ndani yangu, maisha yangu na mambo mengine. Kwa hiyo natakiwa nisimame. Nisiendelee. Nisimame. Ili niweze kutengeneza mazingira mazuri ya mimi kuwa salama zaidi. Kuliko kukimbilia kutubu, lakini nikabakiza ya roho ikabaki mle ndani, nikaendelea kukaa kule ndani. Lazima nikae nitafakari. Kaa chini na kutafakari. Nimegundua ya kwamba mwendo wangu sijauelewa bado, ndio maana nimeusitisha. Sasa inanilazimu kusimama, maana kuna maamuzi natakiwa nichukue. Kama sijachukua maamuzi, natakiwa nitafakari. Na tafakari hii itatokana na kile nilichokigundua, ambacho ndio sasa nitasimamia. Nilichogundua ni nini? Je, mahubiri yanapopita nasikia nini ndani ya moyo wangu? Ninapo hivi na hivi, nasikiaje ndani yangu? Hizo ndio laini mtu unapita. Kwa sababu hayo ndio maeneo ambayo yanabaki yakiwa yametushikilia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Wacha nimshukuru Mungu kwa neema. Alafu tukaribisha Salome atuongoze. Tengenezee mazingira ya kwenda kutafakari katika maisha yangu. Safari nataka usiende haraka kabisa. Naona Mungu anataka kwenda na sisi pole pole, tuende naye hivi. Atatufikisha mahali pazuri. Mimi namaliza somo langu, nikimaliza somo langu nimemaliza kazi yangu. Wenyewe watumishi watatu madhabahu na kuendelea na kazi zao. Baba, nakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu. Neema yako inatosha kwa uwezo wako pekee. Siku nyingine hii ambayo umetupa tena kuingia kwenye kutafakari, baada ya kugundua mwendo wangu na kwenda nao sasa hivi, tujiweka wapi mikononi mwako kama ulivyosema nasi. Hata tunapokwenda kuingia kwenye maombi ya Bwana, tunaomba neema yako ikawe pamoja nasi. Na si kuwa pamoja nasi tu na kututosha, Bwana, tufunulie yale yaliyojificha sirini, yale ambayo tumeshindwa hata kuyajua kwa sababu aidha ya kukimbia spidi na tukaacha vitu nyuma, ama kutokujua ama kutokufahamu, lakini wewe unajua. Kama unavyosema kwamba hakuna hewa upepo unaopitisha vitu vikapita. Kila kitu kilichofanyika na kinachofanyika ubaki kimesimama mahali hapo hadi kitakapotubiwa kisawasawa. Niko mbele zako Bwana. Kwa hatua hii ya pili tena, tunaomba neema yako iwe pamoja nasi. Tupe kitu cha kujua ndani yetu. Tugundue kitu ambacho kwa nini tunakuwa tulivyo. Kwa nini Baba umetaka tujifunze haya? Na kwa nini Baba umetaka kututoa mahali na kutufikisha mahali?
ili Bwana tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kuendea nafasi ambayo Bwana kama utukufu ambayo Bwana amekusudia tufike. Ili katika kutupandisha kwako asiwepo tena mtu mwingine atakayerudi nyuma, atakayerudi chini. Najua ni makusudio yako mazuri, unataka kwenda na sisi. Na kwa sababu unataka kwenda na sisi, ni kutuinua katika hatua zako wewe, katika ule utukufu ambaye Bwana amekusudia, ili tuweze kukaa hapa. Ndio maana unatupa kuyafahamu haya, ili katika kuyafahamu tuweze kupanda ngazi hizi na kufika ulikokusudia. Bwana, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Hata tunapoingia katika maombi haya, tunaomba neema yako ikatoshe na kutuwezesha hata kututendea. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen.